Leo tunaenda kuangalia adui mmoja wapo hatari sana wa moyo wako. Adui huyu anaitwa dhambi. Kazi yake, anashambulia utambulisho wako, anashambulia ujasiri wako, anashambulia mawasiliano kati yako na Mungu. Huyu adui anavuruga kabisa amani ya moyo. Leo tutaangalia kanuni 3 za kibiblia za namna ya kukabiliana na dhambi. Kanuni ya kwanza, itambue dhambi kama dhambi. Usiitetee dhambi, usiipake mafuta dhambi. Dhambi ni dhambi tu. Unapofanya dhambi, usijitetee kwamba sikuwa na namna nyingine. Ikifika mahali ambapo utatambua dhambi kama dhambi, tayari umeshaanza kuishinda hiyo dhambi. Ukianza kuona kwamba unajitetea kwa kusema sisi wanaume ndivyo tulivyo, au sisi wanawake ndivyo tulivyo, ukifika mahali pa kuanza kujitetea, kutetea ile dhambi unayoifanya, kutetea udhaifu wako ambao unakupelekea kwenye dhambi, tayari hauwezi kushinda hiyo dhambi. Lakini ikifika mahali ambapo unatambua kwamba hiki ninachokifanya ni kosa, hii ninayoifanya ni dhambi, hii ninayoifanya haimpendezi Mungu, ikifika mahali unatambua hivyo, basi ujue unaanza kuishinda hiyo dhambi. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kumbe tukiziungama dhambi zetu, tukizitambua dhambi zetu, tukazikiri, hapa nimekosea, tukasema hapa nimemkosea Mungu, tukasema hapa nimefanya dhambi. Ukifika hiyo point ya kutambua kwamba umefanya dhambi na kukiri kwamba hapo ulipofanya umefanya dhambi, basi ujue umeanza kuishinda hiyo dhambi. Kuna kale kamsemo kanasema wakubwa huwa hawakosei. Ni kweli kwamba hawakosei? Unakuta mtumishi mkubwa kabisa wa Mungu au mtu ambaye ana heshima yake fulani tu, heshima nzuri, labda yuko kanisani, alafu kuna mchango wa kujenga kanisa, au yuko kwenye shughuli ya mtu, alafu ni wakati labda wa kuchangia, alafu ananyosha mkono wake, anaahidi kwamba atatoa kiasi fulani cha fedha ndefu tu. Au kwenye shughuli ya mtu anaahidi, Bwana mimi nitakuchangia kiasi fulani. Alafu mwisho wa siku huyo mtu hatimizi ile ahadi yake. Huyo mtu hatimizi ile nadhiri yake aliyoisema kwamba atatoa kwa ajili ya ujenzi labda wa kanisa. Hivi hapo sio kwamba amekosa uaminifu? Kukosa uaminifu ni dhambi au sio dhambi? Hebu niandikie hapo chini kwenye comment. Kwa hiyo ndugu yangu, ukifika point ambayo unaweza kuona kabisa hapa nimefanya kosa au hapa nimefanya dhambi, alafu na kukiri, jamani, mimi nimefanya kosa hapa, mimi nimekosea hili, mimi nimefanya dhambi hii, umeanza kushinda hiyo dhambi. Kanuni ya pili ya kibiblia ya kushinda dhambi ni kumkimbilia Yesu na sio kujificha. Biblia imeandika hivi kwenye Waebrania mlango wa 4 mstari wa 16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kumbe tunapaswa kukimbilia kiti cha rehema. Kumbe tunapaswa kukimbilia kiti cha neema ili tuweze kupata hiyo rehema na neema. Tunapomkosea Mungu, sio wakati wa kujificha. Tunapomkosea Mungu, sio wakati wa kukwepa kwenda kanisani au kwenda kumwabudu Mungu au kuacha maombi. Unapomkosea Mungu ndio wakati sahihi wa kupiga magoti na kuzungumza na Mungu, kwa sababu tunapaswa kumkimbilia yeye. Kuna andiko lingine kwenye Isaya mlango wa 1 mstari wa 18, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Njooni tusemezane. Ukimkosea Mungu, hata kama dhambi ni mbaya kiasi gani, ukimkosea Mungu, ukifanya dhambi, mkimbilie Mungu. Hiyo ni kanuni ya pili ya kibiblia, kwa sababu unapomkimbilia Mungu, huko ndio kuna msamaha. Unapomkimbilia Mungu, huko ndio kuna rehema. Unapomkimbilia Mungu, huko ndio kuna msaada. Kwa hiyo wakati mwingine unapotenda dhambi, Biblia inatufundisha kwenye kanuni hii kwamba tumkimbilie Yesu, tumkimbilie Mungu, tusimwache na kujitahidi kujificha kama Adamu na Hawa walivyofanya. Sisi tumkimbilie Mungu, tuseme naye, tuseme na Yesu, tumuombe atusamehe.
Sasa kanuni ya tatu ya kibiblia ni kukubali kujazwa na Roho Mtakatifu na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwenye Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16 Biblia inasema hivi: basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kumbe ukienenda kwa Roho, kamwe hautatimiza tamaa za mwili. Unapojazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kushinda tamaa ya mwili. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kushinda vishawishi vinavyotokana na mwili wako wenyewe. Anakupa nguvu ya kushinda vishawishi vya ulimwenguni. Anakupa nguvu ya kushinda dhambi. Kuna zile dhambi ambazo zinakuzinga kwa upesi. Kila mtu ana dhambi ambayo inamzinga kwa upesi. Na hata kama unakuta anapambana nayo kwa muda mrefu, lakini ni kadhambi ambacho kanang'ang'ania, unashindwa kukaacha, unashindwa kukavuka. Bila Roho Mtakatifu hutaweza kushinda hiyo dhambi. Kwenye Biblia imeandikwa kwenye Waebrania 12 mstari wa 1, Biblia inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Umeona? Na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Pale Biblia inatuambia kuna dhambi inayokuzinga kwa upesi. Hii dhambi inamhitaji Roho Mtakatifu. Unapokubali kujazwa Roho Mtakatifu, ndio utaweza kukabiliana na hiyo dhambi. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kushinda dhambi. Kwa hiyo kumbe dhambi hutakiwi kupambana nayo mwenyewe. Kwa hiyo ukikubali kujazwa Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu, ndio utapata nguvu ya kushinda dhambi. Hizo ni kanuni 3 za kibiblia ambazo zinampa mtu uwezo wa kukabiliana na dhambi, na hivyo kuweza kuulinda moyo wake dhidi ya adui huyu anayeitwa dhambi. Ukitaka kujua dhambi ambayo kamwe Mungu hataisamehe, na pia ujue kama umeshaifanya au hujaifanya, basi angalia video hiyo kwenye skrini yako. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.